Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali yote ya kiusalama Kongo nzima. Na kwa leo tutakwenda kuanzia na habari zinazotokea katika mkoa wa Tanganyika, ambako kuna taarifa zinazotolewa na vyanzo mbalimbali vya ndani ambazo zinaeleza mabadiliko ya kiusalama katika eneo la Muliro lililoko takriban kilomita 350 ama presque 350 km kusini mashariki mwa Moba, karibu na mpaka wa Zambia. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vinadai kuwa eneo hilo linadaiwa sasa kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la ulinzi la Zambia ZDF. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kufafanua mazingira halisi ya uwepo huo wa kijeshi wala namna ulivyotekelezwa katika eneo hilo la mpakani. Wakati huo huo, mamlaka za eneo na viongozi wa kijeshi wanasisitiza kuwa mji wa Moba bado uko kikamilifu chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambalo linaendelea kudumisha ulinzi wake wa kawaida katika eneo hilo. Hali hii inajitokeza katika mazingira ya uangalizi mkali zaidi katika maeneo ya mipaka ya kusini mashariki mwa Kongo, ambapo harakati za kuvuka mipaka na masuala ya kiusalama yanahitaji uratibu wa karibu kati ya vikosi vilivyopo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi la kina lililotolewa na mamlaka za Kongo au Zambia ili kufafanua kwa uwazi hali halisi ilivyo katika eneo hilo, jambo linaloacha nafasi kwa tafsiri tofauti kutoka kwa vyanzo vya ndani. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kusini, usiku wa kuamkia jana Jumanne tarehe 28 Aprili mwaka huu ulikuwa wa taharuki katika eneo la Mukera lililopo kwenye grupe Mabasi Mukumaside, na huko ni wilayani Fizi, ambapo milio ya risasi za silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa kulingana na vyanzo vya ndani vinavyolingana. Asubuhi ya hiyo jana, baada ya matukio hayo, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC alikutwa amefariki kwenye Aveni Bashilomona katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa. Tukio hilo limeongeza hofu na wasiwasi uliokuwa tayari umetanda katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, wakazi wengi walichagua kubaki majumbani mwao, hali iliyosababisha kusimama kwa karibu shughuli zote za kijamii na kiuchumi. Maduka yalifungwa, usafiri ukapungua kwa kiasi kikubwa, na shule hazikufanya kazi, jambo linaloonyesha kiwango cha hofu miongoni mwa wananchi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi au utawala kueleza kwa undani chanzo cha milio hiyo ya risasi wala kubaini wahusika wa matukio hayo. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, tukio la kusikitisha limetokea huko Kavumu katika kitengo cha utawala cha Businde ama CAC Businde, eneo ambalo pia lina kituo cha afya. Watoto wawili wamepoteza maisha baada ya mlipuko wa vilipuzi ambavyo havikulipuka awali, wakivishika bila kufahamu hatari yake. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa mashahidi wa eneo hilo, wanadai kuwa watoto hao walikuwa wakijishughulisha na ukusanyaji wa vyuma chakavu vinavyojulikana kama bichuma, shughuli inayofanywa mara nyingi kwa ajili ya kuuza tena metali zilizookotwa. Inasemekana walirejea nyumbani wakiwa na vitu viwili vya chuma ambavyo bila wao kujua vilikuwa ni vifaa vya mlipuko. Walipojaribu kuvibonyeza au kuvipunguza ukubwa kama ilivyo kawaida kwa vyuma chakavu, kifaa kimoja kilipata kulipuka ghafla. Taarifa ya awali inaonyesha kuwa watoto wawili wamefariki dunia huku raia wengine kadhaa wakijeruhiwa. Miongoni mwa majeruhi, mtoto mmoja alipata majeraha makubwa yaliyosababisha kukatwa kwa mguu, wakati mwingine alifariki kutokana na majeraha makali ya tumbo. Watu wengine waliokuwa karibu na eneo la tukio pia walijeruhiwa, baadhi wakipata majeraha mazito hasa kwenye masikio na sehemu nyingine za mwili. Eneo la Kavumu kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 RDF. Wakazi kadhaa walioulizwa wanasema bado kuna uwepo wa vilipuzi vilivyoachwa au ambavyo havijalindwa katika eneo hilo. Baadhi yao wanahisi kuwa vilipuzi hivyo vinaweza kuwa vilitengwa au kuachwa kimakusudi, ingawa hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa kuhusu hali hiyo.
Kutokana na tukio hili la kusikitisha, mamlaka za mitaa pamoja na mashirika ya kijamii wametoa wito wa tahadhari kubwa. Wamehimiza wazazi kuwaelimisha na kuwazuia watoto wao kuchukua au kushika vitu vya chuma au vitu visivyojulikana, hasa katika maeneo yenye hatari ya vilipuzi, ili kuepusha ajali kama hizi kujirudia. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, katika wilaya ya Masisi, hali ya usalama inaendelea kuzorota na kuzua hofu kubwa baada ya shambulio jipya dhidi ya raia kuzidisha taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na vya ndani, vinadai kwamba watu wenye silaha wasiojulikana walivamia katika kijiji cha Kihuma kilichopo katika grupema ya Buabo. Shambulio hilo lilitokea kati ya saa 2 usiku hadi saa 4 usiku, yani entre 20h na 22h. Lililenga hasa kitongoji cha Katoi kilichoko katikati ya kijiji. Washambuliaji hao walifanya upekuzi wa nyumba kwa nyumba, wakieneza hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa mashahidi, washambuliaji hao walijihusisha na uporaji wa mali mbalimbali, wakichukua vitu vya thamani kama mashine za kushona, nguo, fedha taslimu pamoja na mali nyingine za binafsi. Katika tukio hilo, vijana wawili pia walitekwa nyara. Hadi sasa hakuna taarifa sahihi kuhusu walipo au hali yao, jambo linaloongeza wasiwasi mkubwa kwa jamii hiyo. Tukio hili linatokea katika mazingira ambayo tayari yalikuwa tete kiusalama katika eneo hilo la Masisi. Asasi za kiraia, mashirika za kiraia zinasema kuwa angalau raia 15 wameuawa kwa risasi katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusishwa na makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Baadhi ya vijiji ikiwemo Ndete na Mashaki vimetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na ongezeko hili la vurugu. Na hiyo Ijumaa ya tarehe 25 Aprili mwaka huu, shambulio jingine lilisababisha vifo vya raia 5 akiwemo mwalimu, mwanamke pamoja na mtoto mchanga, hali inayoonyesha hatari kubwa inayowakabili raia wasiokuwa na hatia. Aidha, mashirika ya kiraia yanalaani ukiukwaji unaoendelea wa haki za binadamu pamoja na sheria za kimataifa za kibinadamu katika eneo lililo chini ya udhibiti wa AFC M23 RDF. Kutokana na mfululizo huu wa matukio ya vurugu, wakazi wa Masisi wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na ukosefu wa usalama wa kudumu. Wito unaendelea kutolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti za kulinda raia pamoja na kurejesha hali ya usalama ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika hali inayohusiana na hali ya kiusalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.